Kwa mujibu wa sheria za FIFA, wizara au serikali haiwezi kuingilia swala hilo. Swala la ligi linasimamiwa na TFF, linasimamiwa na bodi ya ligi, na kanuni haziruhusu serikali kuingilia mambo hayo, kwa sababu ukifanya hivyo FIFA itaifungia Tanzania. Kwa hiyo yako mambo ambayo ni ya upotovu wa maadili, na hiyo sio kwa Singeli tu, iwe ni mziki wa Injili, iwe ni mziki wa dansi, iwe na mziki wowote. Utakapokuwa na mambo ambayo sio ya maadili, wizara itachukua hatua. Sasa Mheshimiwa Spika, naomba nizungumze swala la Singeli. Kwanza nishukuru sana mjadala huu ambao umekuwa kwa muda mrefu, na tuliamua kukaa kimya ili Watanzania waseme. Watanzania tunasahau sisi ndio taifa katika bara la Afrika lenye tofauti kubwa za utamaduni, tofauti kubwa za lugha kuliko taifa lolote katika bara la Afrika. Sisi ndio tofauti kubwa sana. Tuna utamaduni wa Wabantu, wa Wakushi, wa Wakoisan, Afroasiatic. Lakini kinachotufanya Watanzania tujione ni wamoja ni juhudi za baba wa taifa kutuunganisha kuwa taifa moja. Nje ya hapo, sisi tuna tofauti kubwa kuliko nchi yoyote ya bara la Afrika. Na sisi ndio peke yetu tuna lugha, makundi 5 ya lugha, pamoja na lugha za watu waliokuja baadaye wa Afroasiatic ambao ni wa Iraki, ni wa Mbugu, lakini tuna watu wenye lugha ya asili ya kale katika bara la Afrika wa Hadzabe. Kwa hiyo tuna tofauti kubwa sana ya utamaduni. Na ukitaka kujua hiyo, neta jambo lolote la utamaduni, hapo ndio utakapojua tofauti ya Watanzania. Na tutahangaika na hilo. Kwa sababu hiyo, serikali haiwezi kuja na wimbo mmoja, haiwezi kuja na chakula kimoja, haiwezi kuja na nguo moja ikijua kuna anuai diversity hiyo. Na wakati mwingine imetufanya tukimbilie nyimbo za kwaito kwa sababu haina mwenyewe, kuliko nyimbo za sisi wenyewe kwa sababu tunaona ni tofauti. Tumshukuru sana baba wa taifa. Asingefanya hivyo, Tanzania hii ingekuwa haikaliki, kwa sababu tuna tofauti kubwa katika mavazi, katika chakula, katika vionjo, na vinachochewa pia na imani za dini. Kwa hiyo tushukuru tuko taifa moja. Na maana yake nini? Lazima tutekeleze 4R katika kujadili mziki wa Singeli. 4R za Rais Samia Suluhu Hassan za ustahimilivu. Sasa Singeli kwa sasa imekuwa ni moja kati ya miziki ya Tanzania, kama ilivyo kwa miziki dansi, tarabu, kwaya, bongo flava na miziki mingine. Na Singeli sisi tunachofanya wala sio kuipeleka duniani. Singeli tayari imekwisha kwenda duniani kwenye matamasha ya Ubelgiji, na haichezwi kama hizo ambazo mnaziona, ambazo naibu spika amenisaidia. Imekwenda kwenye tamasha la Primavera Spain, tamasha la Coro Festival Ufaransa, tamasha la Munich, tamasha la Düsseldorf, na tamasha ambalo Ashaku Msematusi Nyege Nyege Uganda. Lakini juzi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye tamasha la Samia Serengeti Music Festival, ambalo mgeni wa heshima alikuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dogo Paten pamoja na Zuchu, walicheza Singeli ambayo iliwafanya watu wachangamke. Kwa hiyo yako mambo ambayo ni ya upotovu wa maadili, na hiyo sio kwa Singeli tu, iwe ni mziki wa Injili, iwe ni mziki wa dansi, iwe na mziki wowote. Utakapokuwa na mambo ambayo sio ya maadili, wizara itachukua hatua. Kama mziki wa Injili utakuwa ni wa kunengua, utachukuliwa hatua. Kama mziki wa kawaida utakuwa hawendi, utachukuliwa hatua. Kwa hiyo tusichanganye vionjo vya wachezaji na aina ya muziki. Yakumbukeni maneno katika Biblia ya Yesu Kristo walipompelekea kahaba, akasema yule ambaye hajawahi kufanya hayo awe wa kwanza wa kumtupia huyo jiwe. Wote waliangalia chini na kuchora chini ya miguu yao. Tuwasaidie vijana hawa kuusafisha muziki huo ambao tayari umeshakwenda duniani. Hatutavumilia aina yoyote ya muziki unaotweza wanawake wala kuwashushia hadhi, uwe ni wa aina yoyote ile. Lakini Singeli imepiga hatua, na kama alivyosema naibu spika, Singeli tunayozungumza ya kwenye video, na nimeletewa hiyo sijui ya Nairobi ya wapi, hao ni vijana waendelewe kuombewa, waendelewe kuaswa, waendelewe kuonywa.
Na kama alivyosema Yesu, nimekuja kwa wagonjwa, mimi ni tabibu na sio walio wazima. Nyinyi wote ambao mmeokoka, endeleeni kuwaombea hao watu na imbeni utabibu wa kweli ni Yesu Kristo au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili wawe na heshima katika aina zote za muziki na aina yote ya michezo. Nije kwenye suala la mstakabali wa mchezo wakati ya Simba na Yanga. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika umeeleza wazi. Kwa mujibu wa sheria za FIFA, wizara au serikali haiwezi kuingilia swala hilo. Swala la ligi linasimamiwa na TFF, linasimamiwa na bodi ya ligi, na kanuni haziruhusu serikali kuingilia mambo hayo, kwa sababu ukifanya hivyo FIFA itaifungia Tanzania. Sasa kwa ndugu yangu Swale na wanasheria wengine, hilo jambo ni sub judice, na kwa sababu ni sub judice siwezi kulisema. Nikilisema nitakuwa nimefanya makosa ya padri kutoa maungamo. Kwa hiyo tunaendelea na juhudi mbalimbali, na mazungumzo yetu yaligusa kuhusu kuboresha mchezo wa mpira katika nyanja mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue tena kuwashukuru wabunge wote waliotoa maoni ya kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan apewe tuzo kwa kufanya maendeleo ya michezo. Hakika Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni hidaya ya taifa letu. Dr. Samia Hassan amekuwa ni hiba ya taifa letu katika eneo la michezo, sanaa na michezo. Na mimi tunaunga mkono kabisa wazo hilo la wabunge la kuwa na aina maalum ya tuzo kwa Mheshimiwa Rais kwa kutambua mchango wake mkubwa katika sekta hii ya michezo, sanaa, utamaduni na habari. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu masuala ya viwanja, niwahakikishie kabisa ndugu yangu Priscus Tarimo wa Moshi mjini kwamba tutatuma wataalamu kuja kuangalia swala la kiwanja cha Moshi, na ndugu yangu alikuwa hapa Mheshimiwa Tadeo Joseph Tadeo, naona ametoka, mbunge wa Mwanga, na najua kwa nini ametoka. Kama mlivyosikia tangazo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumefikwa na msiba mkubwa wa kuondokewa na mzee Cleopa David Msuya aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, lakini ambaye pia alikuwa waziri mkuu wakati wa Mwalimu, alikuwa waziri wa viwanda na biashara na waziri wa fedha, na ni mzee ambaye ametoa mchango mkubwa kwa taifa. Kwa ndio maana haoni, lakini hayupo hapa, na yeye namhakikishia nitakwenda Mwanga kuona hivyo. Lakini ndugu yangu Edwin Sware, nitafika Lupembe, Njombe, ili kuja kuona eneo hilo na tuone na wataalamu ni jinsi gani pia tutaboresha uwanja wa Lupembe Njombe. Na iko sababu kubwa sana ya mimi kufika Lupembe Njombe, kwa sababu mama yangu mkubwa nilikokulia aliolewa na Lutangilo kutoka Lupembe. Kwa hiyo nitakuja huko. Ndugu, naomba kuhitimisha kwa kueleza kwamba baada ya mafanikio makubwa ya timu ya Simba, na sasa inaingia kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na CAF, ambapo klabu ya Simba inakwenda Morocco kupambana na klabu ya RS Berkane. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya maamuzi ya kutoa ndege itakayoipeleka klabu ya Simba Morocco kwa ajili ya mchezo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja.